Nianze kwa pongezi kwa baraza la madiwani manispaa ya Ubungo na management kwa kupata hati safi kwa ukaguzi wa mwaka 2024/2025. Na kama tulivyomsikia aliyesoma taarifa kwa niaba ya mkurugenzi kwamba huu ni mwaka wa 9 tunapata hati safi, basi ni waase muendelee kumaintain na mwaka huu kwa ukaguzi wa fedha 25/26 basi kapate hati safi kama tulipata miaka iliyopita. Lakini vile vile nitoe angalizo kidogo. Kutolewa kwa hati inayoridhisha au hati safi ina maana kwamba taasisi iliyokaguliwa ina mifumo ya udhibiti wa ndani inayofanya kazi kwa ufanisi lakini yapo mapungufu ambayo yanabainika, na ndio maana unaona kwamba zimesoma hoja 45 hapa ambazo hazijafanyiwa kazi. Kwenye upande wa hoja za ukaguzi hizi 45, ukiangalia hizi hoja ambazo zimesalia, na hili taomba taimea usitize kwenye baraza lako na kusimamia management. Ukiangalia hoja zilizokwenda kwa Mheshimiwa Rais na kwenda bungeni zilikuwa ni jumla 67. Lakini hoja ambazo zimekuja kwenye baraza ni 45. Ina maana kuna kazi ambayo ingefanyika ikapunguza hizi hoja 22. Leo tumekuwa na kikao cha baraza la kujadili hoja za ukaguzi. Tumesikia kulikuwa kuna hoja karibu 67 na 22 zimeweza kufungwa, tumebakiwa na hoja 45. Kwenye hizi hoja 45 tunaamini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa zitafungwa kwenye mwaka wetu wa fedha wa 25 ambao tumeumaliza leo, tumemaliza jana. Tunaamini tutafunga kwenye hizi, lakini vile vile halmashauri ya manispaa Ubungo tumekuwa tukipokea hati safi kwa miaka yote 9 hii hapa tuliokuwa nayo. Tunaingia mwaka mwingine mpya wa 26/27 ambapo tumepanga bajeti karibu ya bilioni 53. Lakini vile vile tunaenda kutatua kero za wananchi. Kero kubwa ya manispaa Ubungo kwetu ni kero ya barabara. Ni kweli tumenunua mitambo ya karibu bilioni 1.1 na hivi siku za karibuni tutakwenda kuzindua ile mitambo, lakini tunashukuru sana kwa mawazo uliotupa ya kuweza kuishirikisha zaidi private sector. Tulikuwa tumeunda timu hapa ya SPV, Special Purpose Vehicle, ambayo kwenye hiyo timu kulikuwepo kuna watumishi, lakini tutakwenda kuiboresha tukikaa na kaimu mkurugenzi na kuweza kuwashirikisha zaidi pia private sector. Lakini vile vile pia tumeanza tunakwenda kutenga kwa kuanzia tupeleke kwenye kila kata milioni 20 ili madiwani waweze kuchonga zile barabara na magreda yaweze yakaingia kwenye kata zao husika. Tunaendelea kujipanga na jambo la double cohort. Mwaka 2028 tunategemea watoto wa darasa la 6 na la 7 wa mwaka huu wote waje kuingia mwaka 2028 kuanza form 1. Tunategemea kuwa na wanafunzi karibu 42,000. Kwa hiyo kama halmashauri tumeunda timu itafanya assessment, itazunguka kuangalia shule gani ambazo tunaweza baadhi tukabomoa madarasa tuanze kujenga kama magorofa. Tumeanza kufikiria hiyo modo, lakini pia tutaangalia na kufanya assessment kwamba ni maeneo gani ambayo yanaweza yakununuliwa na halmashauri ili tuweze kujenga shule. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mstahiki Meya, watendaji wa halmashauri, wakuu wa idara na wengineo wanafanya kazi kubwa, lakini motisha inakuwa iko chini. Kuna watumishi au watendaji ambao wana madokezo yao, wamefanya kazi, wamekusanya fedha, wameshiriki kwenye miradi, lakini unakuta mtumishi anakaa miezi 3, miezi 6 hajalipwa lile dokezo au posho ambayo ameiomba na ni stahiki yake ya kisheria. Hii ina demoralize katika ufuatiliaji na usimamizi wa miradi yetu. Kwa ni lazima tuendelee kuhakikisha kwamba watumishi wetu, kwa sababu wao ndio watendaji tulioweka kule mbele kufuatilia, wanakuwa na motisha na ari ya kufanya kazi wakati wote. Ni kwamba maelekezo yote ya CAG na kama alivyosema pia Kalitawala, internal auditor hakuletwa kwa bahati mbaya kwenye halmashauri, lakini kwa bahati mbaya sana huwa wanasema mtu hathamini cha kwake, mpaka jicho la CAG likija likianza kukuhoji ndio unakuja kujua kwamba kumbe ile ni hoja, lakini kumbe pengine internal auditor alishasema. Sasa hili ndilo jambo ambalo kidogo linakuwa sio zuri sana.
ni vizuri mkawa mnaendelea kutumia taarifa za internal auditors na kuzifanyia kazi. Na mkurugenzi kaimu, hapa umeletwa kwenye halmashauri ambayo haikuwa na timu sana, yaani kashetani tu kanaingia kanatoka, yaani haikuwa na timu sana, na hii ni kawaida. Huwa mnaona wanasema wameachana lakini wamerudiana, si ndio? Kawaida sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo wewe lazima uwe ni mjenzi wa timu. Sasa unaunda timu kwa kushirikiana na mstahiki meya, madiwani, mkuu wa wilaya unaye, madasi wote wako wote. Kuna jambo gumu, ulizaneni wenyewe, wala msifanye kitu ambacho kinaonyesha kwamba labda huyu bwana amefeli au yule bwana kafeli au bwana kafeli. No.